Mama Samia na Bogobale, Bogobale na Bogobale, Bogobale na Bogobale, Mea na Bogobale. Sisi wanawake na washiriki wa jukwaa la uwezeshaji wanawake kiuchumi ya halmashauri ya jiji la Dar es Salaam, mmoja wetu na kwa kauli moja tunatangaza kwamba kwa kuwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni muasisi na mlezi wa jukwaa la uwezeshaji wanawake kiuchumi, na katika kipindi chote amekuwa mbeba maono na mtetezi mkubwa wa wanawake na kulifanya jukwaa hili kuwa nguzo muhimu ya wanawake. Na kwa kuwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ameonyesha kwa vitendo azma yake ya kumkomboa mwanamke kiuchumi kwa kuwa amerejesha mikopo ya 10% kwa wanawake, vijana na watu wenye ulemavu na kuboresha mfumo wa upatikanaji jumuishi na kushirikiana na mabenki. Na kwa kuwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan akiwa na dhamira ya kuwainua wanawake kiuchumi, amesimamia marekebisho ya sheria ya ununuzi wa umma sura ya 410 ibara ya 35 kifungu kidogo cha kwanza hadi cha 6, kanuni inayotoa kipaumbele kwa makundi maalum wakiwemo wanawake kupata 30% ya manunuzi ya taasisi zote za umma. Na kwa kuwa leo hii tumejionea wenyewe watu wanufaika wa mpango huu, na kwa kuwa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameongoza na kusimamia kwa dhati mabadiliko ya sera ya elimu na kuhakikisha watoto wa Kitanzania wanasoma bila kulipa ada kutoka darasa la awali hadi kidato cha 6, na kwa kuwa ameongeza maradufu bajeti ya fedha za mikopo kwa wanafunzi wa elimu ya juu na kuanzisha ufadhili wa serikali kwa wanafunzi wa kike waliofanya vizuri kwenye masomo ya sayansi sambamba na kuboresha miundombinu ya elimu. Na kwa kuwa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameongoza na kusimamia upatikanaji wa huduma bora za afya kwa kujenga miundombinu ya afya kama vile hospitali, vituo vya afya na zahanati kila mahali na kununua vifaa tiba vya kisasa. Na kwa kuwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ameimarisha upatikanaji wa dawa na kuboresha sana huduma ya afya na mama na mtoto na kupunguza vifo vya watoto walio chini ya umri wa miaka 5. Na kwa kuwa ameleta programu ya M-Mama ambayo imepunguza vifo vya mama na mtoto, na kupitia jitihada hizi ametambuliwa kimataifa na kupata tuzo ya Gates Goalkeeper ya taasisi ya Bill and Melinda Gates. Na kwa kuwa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amekuwa champion wa Afrika na dunia nzima kuhusu uhifadhi wa mazingira na matumizi ya nishati safi ya kupikia, na hivyo kuondoa athari zinazotokana na moshi kwa wanawake na jamii kwa ujumla na kupunguza gharama za mkaa na kuni. Na kwa kuwa Mheshimiwa Dr. Rais Samia Suluhu Hassan amekuwa jemedari wa kusimamia na kulinda tunu za taifa ambazo ndizo msingi wa maadili na uimara wa utamaduni wetu. Na kwa kuwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kama amiri jeshi mkuu na mkuu wa majeshi ya ulinzi na usalama ameongoza vyema nchi yetu na kuifanya kuwa salama zaidi, hususani wanawake na watoto. Na kwa kuwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amekuwa mbeba maono kupitia falsafa yake ya 4R ambayo imeleta mafanikio makubwa kwenye uongozi na kujenga Tanzania bora yenye maridhiano na maelewano, na hivyo kuleta mabadiliko chanya ndani ya taifa letu katika nyanja za kijamii, kisiasa na kiuchumi. Hivyo basi, sisi wanawake wazalendo wa jukwaa la uwezeshaji wanawake kiuchumi halmashauri ya jiji la Dar es Salaam leo tarehe 14 Juni 2025 tunaazimia yafuatayo: kumunga mkono Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mlezi wa jukwaa taifa, kusimama imara nyuma yake katika kuliongoza taifa letu. Kuunga mkono juhudi zote za Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan katika kuijenga Tanzania yetu kuelekea taifa lenye amani, utulivu, ustawi na maendeleo endelevu ya kiuchumi, kijamii na kisiasa. Kutangaza kwa nguvu zetu zote na kueneza mafanikio yote yaliyopatikana chini ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Kujipanga na kujizatiti
kwenda kuhamasisha wajasiriamali wenzetu na kupita nyumba kwa nyumba kuwashawishi Watanzania wote wamuunge mkono na kumpigia kura Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ifikapo Oktoba 2025. Kuhakikisha kwamba Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan anapata kura za kishindo ili aendelee kuliongoza taifa letu kwa kipindi kingine cha miaka 5. Pano hili la jukwaa la uwezeshaji wanawake kiuchumi imekuwa faraja sana. Changamoto ile kama nilivyosema awali kwenye mazungumzo yangu ni kwamba kumekuwa na changamoto wakati wa kuingia kwenye mifumo kwa waombaji mbalimbali wa mikopo. Na kwenye halmashauri yetu ya jiji la Dar es Salaam waombaji waliofikia ni zaidi ya vikundi 940 ambao wameomba. Na changamoto waliokuwa wanaipata ni kwamba wakiingia kwenye mfumo wengine sio wazoefu sana kuingia kwenye kompyuta na nini. Na baadhi ya watu wetu ambao sio waaminifu wamekuwa wakiwadanganya kwenda kwenye maeneo ya stationery ili wakajifunze, na kule wakifika wanatozwa fedha nyingi. Kwenye hilo ambalo tumelipitisha kwamba ni kwamba kama halmashauri ya jiji la Dar es Salaam ni kwamba kwa kushirikiana na jukwaa tunaenda kutoa elimu kwenye maeneo yote, kwenye mitaa yote na kwenye kata yote, namna gani ambavyo wanaweza kuingia kwenye mifumo na namna gani wanavyoweza kuomba mikopo. Changamoto nyingine ambayo ilikuwepo kwenye eneo hili la mikopo, wako wengine walikuwa wanadanganywa. Mtu alikuwa anauza labda vitumbua au alikuwa anauza na genge lake labda la mboga mboga. Anakuja mtu akitaka kuomba mikopo anakuambia omba labda milioni 40, omba milioni 70. Sasa yule anayeomba milioni 40 au 70, ukikuta pia hata namna gani anaweza kuandikia mchanganuo au namna gani anaweza karejesha ile pesa inakuwa ngumu. Hivyo kote huko tumesema mikopo hii ni ya kwao, ni lazima wapate mikopo. Tutakwenda kusaidiana kuhakikisha kwamba kama kulikuwa kuna changamoto ndogo ndogo tunaenda kuzirekebisha. Lakini kubwa kwa siku ya leo ni wapongeze sana jukwaa hili la wanawake halmashauri ya jiji la Dar es Salaam kwa kuamua kabisa kwa dhati kabisa kwenda kumuunga mkono rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Wameona Mheshimiwa Rais ametenda mema mengi makubwa. Hata kwenye eneo la mkopo tuna zaidi ya bilioni 18 ambazo ziko tayari kwa ajili ya kutolewa mikopo. Lakini kuna bilioni 17 ambazo ziko kwenye mzunguko.